na mwaka huu tumekuja kufanyia mkoani Arusha. Tumebadilisha program kwamba kila mwaka huwa tuna vitu tofauti tunafanya. Kwa hiyo mwaka huu tuliamua tutakuwa na kongamano, tutakuwa na Tanzanite Samia Challenge Cup ambayo ni mchezo wa mpira wa miguu kwa wanawake unafanyika Arusha mjini, lakini tulisema pia tutembelee kituo cha wadau ambao wanafanya shughuli mbalimbali za michezo. Kwa kweli tumefarijika sana. Mimi niseme kwa niaba ya serikali, Bwana Peter ambaye ni raia wa Marekani amejenga hii shule hapa na anawasomesha watoto hapa kwa ufadhili. Lakini kilichotufurahisha zaidi, hii ni aina ya shule ambayo ndo inaakisi mtaala au sera ya sasa ya elimu ambayo imeanzishwa. Kwa sababu katika hii shule kuna masomo ya darasani, lakini kuna asilimia kubwa sana ya masomo ya kujijenga kimaisha. Shughuli zinaitwa co-extracurriculum. Tumejionea uwekezaji mkubwa aliofanya Bwana Peter katika eneo la michezo, lakini pamoja na sanaa. Kuna madarasa ya muziki, kuna madarasa ya uchoraji, kuna madarasa ya kushona. Kwa mtoto anapotoka hapa anaondoka na life skill mojawapo. Anaweza asiprosper kwenye swala la elimu ya darasani, lakini ataondoka na ujuzi fulani kutoka kwenye extracurricular aliojifunza. Lakini kwa upande wa michezo tunaona kama huyu mtu amekuwa ni msaada mkubwa sana kwetu, kwa sababu tumepita hapa, kuna viwanja vya basketball kwa watoto wa kike na wa kiume. Kuna watu wanapewa mafunzo ya mchezo wa ngumi ambao hatukutarajia katika level ya shule kama unafanyika. Kuna watu hapa, kuna mafunzo ya mchezo wa rugby, kuna mafunzo ya mchezo wa wavu, kuna mafunzo ya mchezo wa netiboli, kuna mafunzo ya mchezo wa wavu, kuna mafunzo ya mchezo wa taekwondo. Yaani ukiangalia kwa haraka ni michezo karibu 10 inachezwa hapa na haichezwi katika standard ya chini. Vifaa vinavyotumika ni vya hali ya juu, viwanja vipo katika ubora wa hali ya juu, watoto wanacheza wakiwa katika mavazi ambayo yanastahili. Kwa kweli uwekezaji uliofanywa na huyu Marekani ni mkubwa sana, na sisi kama serikali tunauunga mkono na tunaendelea kuupongeza. Na sasa hapa tunatoa wito kwa jamii iliyozunguka eneo hili. Tunashukuru kwamba wamekuwa tayari kuwaruhusu watoto wao kushiriki hapa. Lakini tuwaambie kwamba fursa wanayopata wanafunzi katika hii shughuli za michezo na shughuli za extracurriculum zitawasaidia sana katika maisha yao ya baadaye. Na sisi kama serikali, nashukuru kwamba kamati yetu ya mchezo wa mkoa wa Arusha akiwemo afisa michezo wamekuwa akija hapa mara kwa mara, na yeye ndo amekuwa akitupa ujumbe kuhusu shule hii. Ndio maana na sisi tukasema kwa ujumbe huu tunaoupata kuhusu hii shule kila mara, ni vizuri sasa na sisi tufike wakati huu tuweze kuitembelea, tuone maendeleo ya shule hii, lakini tuzungumze nao, tuwatie moyo kwa wanachokifanya, tuwapongeze, tuchukue changamoto yao. Kama kuna mahali ambapo tunadhani tunaweza pia kuwasaidia kama serikali, tutawaunga mkono, kwa sababu wanachokifanya hapa kina manufaa makubwa sana kwa taifa letu. Mwaka jana timu kutoka shule hii kama ilivyo ilishiriki mashindano, iliwakilisha nchi kama timu ya taifa. Waliongezeka wachache tu kutoka sehemu nyingine, lakini hata kambi ya maandalizi ilifanyika hapa. Waliwahi kwenda Madagascar pia kwenye mashindano, hasa basketball ya watoto wa kike. Kwa kweli kituo hichi kinachofanyika hapa ni msaada mkubwa sana kwa taifa letu, na kuanzia sasa sisi Baraza la Michezo la Taifa na wizara kwa ujumla tutaweka jicho letu katika shule hii, na tutaendelea kuhamasisha wadau wengine wa Kitanzania na wenyewe kuona fursa hii na kusaidia kufanya jambo kama hili. Wanasema katika sera ya maendeleo ya michezo, serikali haiwezi kufanya peke yake, ila tunahitaji wadau kama hawa. Serikali watengenezee mazingira wezeshi ya kuwasaidia kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa, kwa sababu wanapofanikisha wenyewe ajenda yao, na sisi tunafanikiwa sana. Kwa shuleni ya kwetu inaitwa Orkeswa, na sio shuleni tu, tunashirika. Tunafanya kazi kwenye shule ya serikali, shule ya msingi, tunafanya kazi kwenye shule 8. Sasa hivi tunafanya academic programming, michezo na sanaa na vitu mbalimbali kwenye hizo shule mbalimbali. Na pia hapa sisi tunaendesha timu ya taifa ya wasichana wa basket, wa kikapu, chini ya miaka 16 na chini ya miaka 18. Tumeanza hiyo kuanzia 2017. Kwa hiyo ndio mambo mengine maswali machache. So tunafikiri michezo ya wanawake ni muhimu sana, na ni lengo letu wasichana wengi wapate nafasi ya kucheza. Wacheze mipira yote, wacheze mipira wa kikapu, wacheze volleyball, wacheze mpira wa miguu, wacheze rugby,
wapate nafasi mbalimbali. Na tunaanza na watoto wadogo, labda darasa la 3 la 4 waanze kucheza. Kwa hiyo wameshafika labda miaka ya hawa hapa miaka 16, wameshacheza kwa miaka mingi, wanaweza kucheza na nchi mbalimbali, wanaweza kupata nafasi mbalimbali, na kitu kama labda taekwondo inatengeneza confidence na mambo mbalimbali. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo tuna wasichana wanacheza kwenye National League ya volleyball. Kwa hiyo wanaenda wanasafiri wanacheza na hizo teams JKT na Jeshi Stars na hizo club kubwa, na ni wasichana wa kwetu wa form 3 na form 4 na form 5, na wanaenda kucheza kwenye ligi la taifa. Na sisi kila mwaka kwa ajili ya basket kikapu tunachukua kombe la UMITASHUMTA, UMISETA. Kila mwaka tunaenda kuchukua kombe, tunaleta hapa Arusha na Monduli. Na pia taekwondo wanafanya nchini, lakini wanaenda wanasafiri, labda wanaenda Nairobi, wanaenda Kigali, wanapata nafasi mbalimbali ya kusafiri. Tunapata mjumbe wa embassy wa South Korea anakuja, anasaidia hiyo program pia. Mimi na pia nasema kwa wazazi wao. Naanza na wazazi. Wazazi, tafadhali saidia mabinti kupata nafasi ya kucheza. Nenda uwanjani mwenyewe na cheki kocha, kama kocha ni sawa, kama unaamini ujamaa na walimu wake, mwache mtoto acheze kidogo. Msaidie viatu, mnunue mpira, na huyu mtoto anaweza kwenda mbali, anaweza kupata nafasi mbalimbali hujafikiria bado. Kwa hiyo anaweza kwenda mbali, lakini wazazi lazima wanasaidia mabinti zao. Msiache na mwalimu, usiamini watu, lakini wewe nenda pale kama unajua unaamini huyo kocha, waende wacheze. Kwa majina naitwa Namnya Kisaya, nipo kidato cha 4. Mimi kwenye michezo nimepata fursa nyingi sana. Nimecheza timu ya taifa chini ya miaka 16, nikacheza timu ya taifa chini ya miaka 18, na bado nacheza tena timu ya taifa chini ya miaka 18 tena. Pia mwaka jana mwezi wa 9 na nilikuwa Ivory Coast. Nilienda Ivory Coast kwa ajili pia ya michezo. So, ninachowashauri wazazi pia na watoto ambao wako nje ambao hawashiriki katika michezo, itabidi wasiwe sana wanafocus sana na darasani. Pia michezo inawapa fursa nyingi sana. Pia hatujasema wasisome, kusoma ni muhimu, pia michezo ni muhimu. Kupitia michezo watapata fursa nyingi. Pia kupitia michezo wanaweza kupata nafasi kwenda kusoma nchi za nje, kama inavyotokea hapa shuleni kwetu. Wengi wanaocheza michezo, kuna walioko South Africa, kuna walioko Marekani. So wazazi wasiwe kikwazo cha watoto wao kutokucheza michezo, bali wazazi wawe ni njia ya kuwashawishi watoto wao waweze kushiriki katika michezo.